Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kile kifo alichokufa babu yako ndicho na wewe utakufa. Wakati mwingine anakutokea ndotoni. Usikubali mtu aliyekufa akutokee ndotoni, hata kama alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Biblia inasema waliokufa hawana ijara yao tena duniani, na aliyekufa hana sehemu kwake aliye hai. Lazima ukatae ndoto za watu waliokufa kwenye maisha yako. Kuna mwimbaji mmoja maarufu sana pale Kenya, aliwahi kuimba nyimbo yenye upako usiokuwa wa kawaida. Watu walikuwa wakisikiliza, wanabubujika, wanalia, wanaona nguvu za Mungu zimeshuka, wanaingia rohoni. Yule dada anaojiwa, anaulizwa, huu wimbo uliupataje? Mbona una nguvu sana? Akasema, nilipolala usiku, dada yangu aliyekufa akanitokea akanifundisha huu wimbo. Aliponifundisha nimezinduka. Ninapozinduka ninaukumbuka, nikauandika, na ndio huu nimeutunga, nimeutoa kwenye studio, na watu wanaofuatilia na watu wanazama rohoni. Sasa mtu aliyekufa anawezaje kumzamisha mwingine rohoni upande wa Mungu? Sasa hapo ndio inakuja ile concept kwamba sio kila anayenena kwa lugha kanisani ni Mungu ndo ananena. Sio kila anayeomba kanisani ni Mungu anaomba ndani yake. Kuna wengine ananena, analia, kumbe ni babu yake aliyekufa ndo ananena. Kuna mtume mmoja maarufu sana, watu wanamfuatilia, anafundisha utakatifu, lakini kwenye grupu lake la WhatsApp huwa anapandisha watu mamizimu ya babu zao, alafu anawaambia anzeni kuzungumza. Kwa unapanda mzimu, mimi ni fulani, wewe mjukuu wangu, yeye ndo anayeamuru wewe mamizimu yaseme. Mjukuu wangu umekosea hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Alafu baada hapo yule mtume anamwambia huyo aliyezungumziwa hayo masala, umeona makosa uliyoyafanya hayo? Umeona? Kwa unabidi utii hiki ambacho kimesema. Anafundisha utakatifu, anakemea dhambi, lakini wafu wametokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Watu waliokufa wanashirika gani na watu walio hai? Kwa sababu unajua mtu akifa kumbukumbu yake imeisha, na ndio huyo anashuka, anaenda hii sehemu ya pili ya kuzimu. Hapo anakaa hapo. Pale kwenye lile eneo kuna pepo wabaya sana, wana jicho moja, mkono mmoja, pembe moja kichwani, mguu mmoja, na ulimi kama wanyoka kifuani. Kwa hiyo hata mtu akifa dhambini, akifika pale, si watu wameshawahi kusema eti, wanasema hivi, kwa sababu maandiko yamesema njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba na ya kuzimu ni pana, basi nikifika pale nitaifuata njia nyembamba. Huo ni uongo. Yaani ukifika pale matendo yako yanaamua. Kwa kama ulikuwa ni muasi, utavutwa. Yaani utashangaa kuna nguvu inakuvuta, inakupeleka kwenye hii njia pana, wanaita njia ya giza. Sasa yakikupokea yale maroho yale, ule ulimi wake yanaingiza kwenye mdomo wako ndani, yanafyonza vitu vyote vya ndani. Yaani mtu aliyopo kule akiletwa hapa duniani huwezi kumtambua, hata kama alikuwa ni mama yako, hata kama alikuwa ni babu yako, huwezi kumtambua kule. Ukisikia mtu anasema nimeonyeshwa kuzimu na fulani nimemwona, huo ni ufunuo ambao Mungu huwa anampa ajue sura halisi za watu waliopo kule. Lakini kiuhalisia yule mtu ni vigumu kumtambua. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo matendo yako yanaamua pale kwenye hilo eneo la pili. Sasa kuna roho ziko pale kwenye eneo hili la pili, ambapo zenyewe sio hao wanaotesa watu, ni hao wanaovaa sura za mababu na kuwatokea watu na kuzungumzana sauti kama ya babu yako, mavazi kama alikuwa na babu yako. Wanaweza wakakutokea aidha ndotoni, au wakapanda kwa mtu wakasema na wewe, au wakakutokea live. Wale wanaitwa mkuli na mahurunati, wako pale sehemu ya pili ya kuzimu. Kwa hiyo wanakagua kumbukumbu za watu waliokufa zamani, wanajua huyu ni babu wa fulani. Kwa hiyo wanafuatilia kizazi chote kupitia huyu mtu, wanakuja wanakuunganisha na mtandao wa kifo. Alipotoka pale kwenye lile eneo la pili, hii kuzimu sio jehanamu, ni vitu vili tofauti. Jehanamu ni hukumu itakayowahusu wote mpaka Lucifer mwenyewe ataenda huko. Lakini sasa hivi watu wanaofia dhambini wapo pale, ni kama reception, mapokezi, wanasubiri hukumu ya Mungu. Sasa pale wanateseka sana. Ukisoma kwenye maandiko, yule tajiri anamwambia Lazaro, chovya ncha
ya kidole chako kwenye maji, uuburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateseka. Ni mateso yaliyoko pale kwenye sehemu ya pili, na ile sehemu ya pili ina vyumba vimegawanywa, kila aina ya kosa na chumba chake. Kwa hiyo utaenda utakuta ni chumba kubwa limeandikwa zinaa. Ukiingia mle ndani, kule ndani utakuta mle ndani kuna vyumba vimegawanywa hivi, ambao wote mle ndani ni wazinzi. Mke wa mtu lakini alikuwa anatoka nje ya ndoa, wana sehemu yao. Ulioa ama kuolewa alafu mkaachana, ukaenda kuoa tena na mkeo ipo kule. Wale wanaofanya masturbation, wanaojichua, wale sehemu yao ipo kule. Sasa nilichumba kubwa limeandikwa kuzimu, limeandikwa zinaa, ila mle ndani kuna vitengo kulingana na makosa yanayofanana na hiyo dhambi ya zinaa. Unajua masturbation kutoka nje yote ni zinaa, ila imetofautiana. Kwa hiyo kila mtu ana chumba chake. Wale wasengenyaji wana vyumba vyao, kwamba huyu bwana, mama fulani alikuwa akipita, ni kikundi cha kwaya, lakini mama fulani akipita, wanakaa wanaanza kumjadili, bwana fulani anajidai sana, kimeenda kimerudi, imekuwa hivi na hivi, imekuwa hivi na hivi, na wameokoka, wapo kanisani, wana chumba chao. Waliokuwa wanasingizia ama kusema uongo, nao wana chumba chao, na waliokuwa wanapuuzia neno kana kwamba wao wamejua zaidi kuliko Mungu, wana chumba chao. Unajua Mungu anaweza akatumia hata mtoto wa miaka 3 akakuonya, na ukigundua kabisa nimekosea kwenye hili, tubu mbele za Mungu, usilete kiburi. Biblia inasema kiburi kinamtangulizia mtu maanguko. Wengi wanaanguka kwa sababu ya kuwa na kiburi, yaani ndani yake amejaa dharau. Mungu anawezaje kusema nami kupitia maskini? Mungu anawezaje kusema nami kupitia mtoto mdogo? Kwanza ni dharau. Kama ni mwanao utampiga na kumpiga kabisa viboko, lakini atakwambia, mama, mbona umetukana hapa? Mama, hapa mbona umefanya kitu fulani ambacho zamani uliwahi kutukataza tusifanye hapa, kwa nini? Unaanza kushangaa, unamfokea kwamba amekudhalilisha. Sio amekudhalilisha. Kama Mungu alitumia kinywa cha punda, ana uwezo wa kutumia kinywa cha mtoto wako. Sharti ni kwamba kama utaona umekosea kweli, tubu na ugeuke, ili Bwana apate kukurehemu, makusudi ya kwamba neema ya Mungu ishuke kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii sehemu inaitwa Taratarose. Pale kuna vyumba vimegawanywa, na kila chumba kina aina ya watu. Kuna vyumba ambavyo utakuta pengine ni watumishi wasengenyaji. Kuna vyumba pengine ni watumishi waliokuwa wanapokea rushwa. Kuna vyumba pengine ni watumishi ambao walikuwa wanapokea vitu vya wizi. Kuna mtu anakuzia kitu bei rahisi, na wewe hujapata amani ya Roho Mtakatifu kwamba kile kitu wakipata wapi, kumbe kaiba. Nilienda kuhubiri sehemu fulani, mchungaji, nikakuta watu wanashangilia kwamba bwana, kuna jamaa mmoja anapitaga hapa anauza mahindi bei rahisi sana. Hindi moja linatakiwa liuzwe 500, lakini anaweza akawapa hata mahindi 10 kwa buku, 1000 tu. Wanashangilia. Sasa mimi namfahamu yule jamaa ni mwizi, anaiba kwenye mashamba ya watu. Sasa hapo panahitajika hekima ya Mungu na amani ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana kuna kitu utashangaa ukitaka kufanya ndani kuna kataa. Alafu unajiuliza, mbona sio dhambi, mbona sio kosa? Kwa nini ndani kuna kataa? Mungu anajua kitu kilichopo nyuma ya kile anachokukataza ukifanya. Kuna bidhaa unataka kwenda kununua, lakini ndani panakataa. Panakataa kabisa. Kuna wale watu wanakuaga na sikukuu yao ya kuchinja. Sasa nikashangaa sana, mpaka waliokoka wanaenda kugombaniana nyama. Mpaka waliokoka wanapigwa na fimbo kabisa. Watu na watoto zao na nyumba zao wanapigwa, wameenda kugombaniana nyama. Wengine wanatumia udanganyifu, tupo 4 bwana nyumbani, ili wapewe nyama nyingi, na watu wameokoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Mahali fulani kwenye Mwanzo Mungu anasema kama ungetenda vema usingepata kibali. Kibali kipo cha Mungu, lakini Mungu anataka kwanza utende vema ili akupe kibali. Sasa hiyo ni sehemu ya pili ya kuzimu. Alipotoka pale akaenda sehemu ya kwanza. Alipoenda kwenye ile sehemu ya kwanza,
Pale ndo akaweka heshima yake na utukufu wake wote. Lile sehemu inaitwa Shiole Mapukizie. Ili neno Mapukizie maana yake ni mapokezi, yani reception. Lile neno Shiole maana yake ni kuzimu. Kama una simu ukigugo neno Shiole utalipata. Sasa pale panaitwa Shiole Mapukizie. Sasa pale kwenye lile eneo akaweka madhabahu kubwa sana, yote ipo chini kuzimu. Akaweka madhabahu kubwa sana, na kwenye ile madhabahu akawaweka wasimamizi 6 ambao ni wakuu 6 wa majeshi yote ya kuzimu duniani. Wote wana majina yao na vitengo vyao. Kuna waziri mkuu yuko hapo, kuna brigedia meja yuko hapo, kuna luteni yuko hapo, kanali yuko hapo, 6. Na ndo hao wanasimamia namba 666. Wakati mwingine nembo zao ni ile unakuta simba ana vichwa 6. Picha unakuta mahali kuna picha limnyama fulani lina vichwa 6, au kama ni joka lina vichwa 6, kama ni chui ana vichwa 6. Zile ni nembo zao, na hizo kodi namba satanisti. Kuna mahali fulani niliwahi kupata redio, kumkuta jamaa ana redio ambayo muundo wa ile redio ni namba 666, 666, yani alama ya mnyama. Sasa kuna bidhaa zina hiyo nembo na zipo duniani. Inahitaji tu hekima ya Mungu akufunulie ili uweze kuepuka, usiingie kwenye matatizo hayo pamoja na usajili huo wa kuzimu. Kwa hiyo pale akawaweka wale 6, lakini pia pale akaweka hiyo namba 666, na pale ndo kuna hiyo ofisi ambayo ndani yake ina hiyo madhabahu. Uchafu mwingi huwa unafanyika pale. Mabaya mengi unayoona leo yanatokea duniani, kabla hayajatokea yalijadiliwa pale sehemu ile inaitwa Shiole Mapukizie, ambapo pale sasa kinachotokea ni kwamba ndipo vinapofanyika vikao vyote kati ya mawakala wa shetani ambao ni binadamu na majini. Vikao vinakaa kule kuzimu. Kwa kuna vikao vinakaliwa kuzimu, kuna vikao vinakaliwa ardhini hapa nchi kavu, kuna vikao vinakaliwa baharini, kuna vikao vinakaliwa angani. Yote wanapanga mambo kadha wa kadha, na mlengwa mkubwa ni kanisa la watu waliookoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu weka mkono wako kifuani, sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Yesu niokoe. Kwa jina la Yesu. Sasa pale kwenye ile sehemu ya kwanza ndo akaweka hivyo. Na pale ndipo kuna aina zote za mawakala wa kuzimu. Kama umewahi kusikia watu wanasema kuna wakala anaitwa blind craft. Yaani blind craft maana yake ni wakala kipofu. Yupo kanisani, anatumiwa na shetani, na yeye mwenyewe wakati mwingine hajui kama anatumiwa na shetani. Anakuwa ni kikwazo kwa watu wengine katika mambo mabaya, sio kwenye haki, kwenye mambo mabaya. Bwana Yesu atuhurumie sana. Anaitwa wakala kipofu. Lakini pia kuna wakala anaitwa white craft pair. Au white craft pair ni aina ya mawakala ambao kanisani ukimwona ni mtumishi 100%. Kwenye makanisa mengine anaweza kuwa ni mchungaji, sehemu nyingine anaweza kuwa ni mzee wa kanisa, ananena kwa lugha, anaomba, lakini ni mchawi. Sio uchawi wa kutumikishwa, uchawi anaojua kabisa huu ni uchawi na ninafanya uchawi. Mama mmoja aliwahi kunialika kwenye semina pale Kenya. Sema mtumishi na kualika Kenya uje uhubiri neno. Kabla ya huo mwaliko akaniuliza, mtumishi fulani unamfahamu? Nikamwambia ndio. Akasema ni mtumishi wa Mungu? Nikamwambia ndio, ni mtumishi wa Mungu. Akasema hapana, ni muongo yule. Walikuja kufanya semina kanisani kwangu, walipokuja pale wakaanza kwenda kulala na makahaba gesti, wakawa wanaulizia vilabu vya pombe na yaani mtumishi mweliko kwenye semina unaulizia kilabu cha pombe. Kwa hiyo akatoa shutuma nyingi sana. Nilipokuja kufuatilia nikafahamu ndio yule aliwapaga wale watumishi sumu kwenye maji. Sasa akanialika na mimi. Bwana Yesu atuhurumie sana. Akanialika na mimi niende nikafanye huduma. Sasa mimi sina nini? Yaani
tamaa ya kusafiri kwenda nje ya nchi. Kama ni mpango wa Mungu nitakwenda, na kama sio wa Mungu sitakwenda. Hata kama ningetumiwa tiketi ya kwenda Marekani na sijawahi kwenda kuanzia nizaliwe, sitaenda kama sio mpango wa Mungu. Hata kama ningeahidiwa mamilioni ya fedha, siko tayari kama sio mpango wa Mungu, kwa sababu ninajua kwenye mpango wa shetani kuna mtego wa uovu. Na ukiangalia asilimia kubwa ya watumishi wamekwama kwa sababu ya tamaa ya fedha. Mwingine alianza huduma vizuri, kufika kwenye level fulani, moyo wake ukageuka, akaanza kutamani pesa. Kwa hiyo ukienda kufanyiwa huduma, lipa pesa. Anakuambia hiyo pesa ulipi uponyaji, ni sadaka tu ya hiari. Sasa sadaka ya hiari unanipangia kabisa, nipe hela. Wamekwama pale, na shetani anawatumikisha kwenye hilo eneo, anawatenda kwa akili. Sasa akaweka hao wote kwenye ile sehemu ya kwanza ya kuzimu. Baada ya hapo akatoka kule chini akaja hapa duniani, akachukua majina yake 99 akayaweka chini ya jini anaitwa Ya Alishumili. Huyu Alishumili ni jini mkuu ambaye anamiliki anga. Kuna mtu ukiomba haupenyi kwenye anga pale, unajisikia kupiga miayo, unajisikia kulala kwenye maombi, unajisikia uelewi. Hata ukisoma neno hivi usingizi unakuja, mate anadondokea kwenye Biblia, unakuja kuzinduka umeshaharibu Biblia tayari. Anga limefungwa, limekuwa gumu, hujui sababu ni nini. Yuko huyo jini anamiliki ya majina 99 ya Lucifer, na ametumwa kuto kuwapa watu waliookoka nafasi ya kuomba na kumtafuta Mungu. Kuna mwingine akifunga tu masaa 12, uchovu anaochoka ni kama mtu aliyefunga siku 4 kavu. Anachoka kupita kawaida. Rafiki yangu mmoja akawa ananishirikisha, anasema ukienda kijiji fulani ukifunga masaa 12 ukatoboa mpaka jioni, kweli wewe ni mwanaume? Haiwezekani. Anasema hivyo, haiwezekani lile eneo. Yaani utachoka, utafikiri mtu aliyebebeshwa magunia na hajui nani amebebesha magunia. Ni anga ambalo limekamatwa na huyu chini anaitwa Alishumili. Anapambana na maombi, na ndo anazuia majibu ya watu wanaoomba. Nenda kasome habari za Danieli. Anaomba, baada ya kuomba Danieli, yule malaika anashuka siku ya 21, anamwambia kuanzia siku ya kwanza ulipoanza maombi nilikuja, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi akanipinga siku 21. Malaika amezuiliwa siku 20 na ngapi? Na moja. Tafsiri yake ni kwamba kama Danieli asingeendelea na maombi, angekata tamaa na yule malaika asingeshuka. Kwa kuna mtu anaombea jambo mpaka inafika mahali anahisi kukata tamaa. Pale unapotaka kukata tamaa, kumbe shetani anajua kuna ulinzi, kuna neema inaongezeka ili majibu yako yashuke. Kwa hiyo wanawatuma mapepo kwa ajili ya kukufanya wewe ukate tamaa, ili jibu ambalo Mungu amelikusudia usipate. Kama ni binti anaomba, Mungu nipatie mume, anaomba mpaka inafika mahali anasema sasa nimechoka, atakayejitokeza yote na anioe hata kama hajaokoka. Unakuta mtu anaomba, Mungu nibariki, Mungu nisaidie. Yaani tena wengine wanaomba maombi mabaya, Mungu fanya muujiza, mtu adondoshe hela njiani niokote. Hivi kuna mtu ambaye anapata pesa ili adondoshe? Mungu achilia upako wa watu kudondosha hela. Ni kitu ambacho yani ni matokeo ya kukata tamaa. Ni matokeo ya kukata tamaa. Huyo jini Alishumili. Lakini pia baada ya kuweka hayo majina yake hapo, sasa hapo ndo tutaenda mbele, tutafahamu imani za uongo pamoja na dini za uongo. Baada ya kuweka majina yake hapo kwa huyo jini anayemiliki anga, akawaweka majini wengine kwenye vitengo mbalimbali hapa duniani. Maana yake ameshatoka kutengeneza utawala wa kuzimu, amekuja kuweka na hapa duniani. Akaweka majina yake hapo, akamweka jini mwingine anaitwa Maimuna. Huyu Maimuna kazi yake ni kusababisha magonjwa. Anasababisha magonjwa. Anasimamia ndoa na uhusiano, kuvuruga ndoa, kuharibu uchumba wa watu, kazi ya Maimuna. Lakini pia akaweka jini mwingine anaitwa Subiani pamoja na mwenzake Marohani. Hawa nao wanasimamia magonjwa pamoja na kafara ya Habili. Ukisikia wanasema fulani ametoa kafara, ile kafara aliyotoa ameitoa kwa hawa majini, ndo wanasimamia, wanaitwa Subiani pamoja na Marohani.
Baada ya hapo akaweka jini mwingine anaitwa Ya Sharif. Huyu jini ni jini kiongozi anayesimamia dini, ashiki na ubabe. Ubabe maana yake ni kwamba unaenda kujenga sehemu fulani, roho ndani na kusukuma, ondoka hapo usikae. Unaondoka unaenda sehemu nyingine, roho nyingine na kusukuma, toka hapo usikae, sio pazuri, kuna wachawi. Unakimbia unaenda sehemu, yaani unakuwa ni mtu wa kuhamahama. Tena sababu za kuhama ni kukimbia wachawi, na umeokoka, upo kanisani. Mlokole mmoja anashauri wenzake, anawaambia sehemu fulani kuna wachawi, kimbieni mkitaka maendeleo, msikae hapo. Wewe wachawi ndio wakukimbie, sio wao wakimbie wewe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya hapo akamweka jini mkuu anaitwa Beelzebul. Huyu Beelzebul tafsiri yake ukisoma kwenye maandiko ni mkuu wa pepo. Tafsiri yake nyingine wanasema ni mzamiri mkuu anayesimamia tambiko la Kiarabu pamoja na uganga na ushirikina, anaitwa Beelzebul. Baada ya hapo sasa, Lucifer alipoweka hayo majini hapa duniani na vitengo vyao, yeye mwenyewe akapaa angani, wanasema mpaka anga la mbingu za mbingu ya pili. Akapaa kule akiwa na majeshi 4 nyongeza ya jeshi la huyu anaitwa Alishumili. Jeshi la kwanza alilopaa nalo lilikuwa ni jeshi chini ya kamanda mmoja wa kuzimu anaitwa Lucifugero Fokale. Jeshi la pili alilopanda nalo lilikuwa chini ya kamanda anaitwa Altema Mama Diana. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso kama sio Matendo ya Mitume, anaitwa Atemi. Jeshi lingine lilikuwa chini ya huyo Alishumili. Jeshi lingine likawa chini ya kitu kinaitwa Lewiathani joka. Ukisoma kwenye Ayubu sura ya 42 utakuta Lewiathani joka ni nani na sifa zake zote utazikuta ziko pale. Kwa hiyo akakamilisha huo utawala, yeye mwenyewe anakaa angani, ndio maana maandiko yakamuita mkuu wa anga. Yeye mwenyewe anakaa angani na ndio maana maandiko yakamuita Mungu wa dunia hii. Kwa hiyo anapokuwa pale angani, kazi zake kubwa ni mbili. Kazi ya kwanza ni kuzaa mabaya yote yanayotokea duniani pamoja na uchawi, na kazi ya pili ni kuwakosesha watu walioko duniani wasimpendeze Mungu. Badala yake wamkosee Mungu hata kama wapo kanisani. Na kuna kikao kiliwahi kufanyika wakati fulani, nilishawahi kuexpose hata kwenye video zangu. Kilifanyika tarehe 31 Disemba mwaka 2012. Na kitu ambacho natakiwa kufahamu niki hapa, kila tarehe 31 Disemba ambapo sisi tunakaa makanisani kusherehekea mwaka mpya, wachawi nao wanakutana kusherehekea mwaka mpya wao. Kwenye huo mwaka wanakusanyika wote Afrika sehemu moja, au wakati mwingine wote duniani wanakusanyika sehemu moja. Wanateua tu eneo, tukutane bahari ya Hindi, au tukutane ziwa Victoria, au tukutane kwenye eneo fulani. Wanakutanika nao pale, wanasherehekea mwaka mpya. Na kwenye sherehe hizo kila mmoja anataja mafanikio aliyofikia, changamoto alizokutana nazo na mikakati mipya ya kuifanya duniani. Kwa hiyo mmoja mmoja atasimama, mimi ni fulani, nimeharibu ndoa 10, nimeua watu 80 kwa ajali, nimefarakanisha, nimeachisha watu kazi 50. Akishatoa ripoti yake, na ndio maana mwezi wa 12 ajali zinakuwa nyingi sana, wanatengeneza ripoti zilizonona. Kwa hiyo wanaua sana ili ripoti akienda kusoma iwe na nguvu. Sasa ripoti yake ikiwa nzuri, ataambiwa na shetani kwamba umefanya vyema, mtumishi mwema, panda cheo. Ikishindikana hapo, ikaonekana ripoti yake ni mbaya, wanachokifanya ni hiki hapa, yeye anapigwa adhabu. Na ndio maana vichaa wote unaoona wanatembea mtaani, sio wote ni vichaa. Kuna wengine ni wachawi ambao wamepigwa adhabu. Kwa hiyo pale anapotembea analazimika kwenda kutafuta ile kafara aliyoikosa, aidha jalalani, au wakati mwingine kwenye mito, au kwenye mabwawa, au kwenye madaraja, kwenye makaravati pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo akipita jalalani, akikuta nguo ya mtu ya ndani, ataondoka nayo.
Akiondoka nayo ataenda kufanya anachokifanya, huyu mtu atapatwa na jambo baya lile lililotakiwa kutokea na huyo mchawi alikuwa ameshindwa kulifanya. Kwa hiyo wako vichawa aina tatu. Aina ya kwanza ni mtu ambaye amekufa. Nyinyi mnaona amekufa na mmezika, kumbe bado yuko hai, wanaita misukule. Yule mtu anachukuliwa akiwa mbishi, anatelekezwa. Unaona ni kichaa anatembea huku Nemba, kumbe alikufa Morogoro na walizika kule na walishajengea mpaka kaburi lake, lakini anaonekana anazurura huku ni kichaa. Aina ya pili ni wale wana magonjwa ya sickle cell, na aina ya tatu ni hao wachawi ambao wapo kwenye adhabu ya kaburi. Na vichaa wengi unaowaona ni watu ambao wamechukuliwa nyota zao zikaondolewa, alafu wao wakaachwa wakiwa hawana kitu, wakaanza kuishi maisha ambayo sio ya kwao. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Nyota ndio ina mustakabali mzima wa maisha yako. Yaani mtu akitaka kujua wewe utakuwa nani kesho au utakula nini, anasoma nyota yako. Na ndio maana kuna mwingine ukitaka tu kwenda kusoma atakufuata, atakwambia unataka kwenda kusoma. Ukitaka kwenda kanisa lazima ajue chochote unachotaka, maana yake amesoma nyota yako. Kwa nyota ndio ina mustakabali. Na ndio maana wale waliotekwa kule, kwa wale wanaojiita mitume na manabii, wale wamefungwa kule, hawajui wale wanatumia darubini za kichawi kusoma nyota zao. Kwa hiyo akimwangalia hivi ana uwezo wa kumwambia jana ulikula ugali na maharage, na akasema ndio baba, napokea. Kumbe amesoma nyota yake akagundua. Yaani maisha yako yote yapo kwenye nyota. Akili yako ipo kwenye nyota. Kwa hiyo ikichukuliwa ile unakuwa kichaa. Na usiombe umeokoka alafu ukaja kuacha wokovu akakuchukua msukule. Mateso ya kule ni mabaya. Mungu akiendelea kutupa neema kwenye siku zilizobaki nitaeleza mengi, lakini kule hapafai na ni pabaya. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie kule ni pabaya. Kule ni pabaya. Wachawi wengi wanapanda vyeo kwa kuua watu waliookoka. Yaani kwanza atakuvuta dhambini, akishakuvuta dhambini si anakutenganisha na ulinzi wa Mungu. Akikutenga na ulinzi wa Mungu anakupiga magonjwa, yale magonjwa yatakuendesha. Akikupiga yale magonjwa, wakija watumishi kwako wanakupiga kitu kinaitwa ACD ya haki. Unakuwa hauko tayari kukiri makosa yako, unasema ni vita tu unapitia. Kwa hiyo utaendelea hivyo, mwisho wa siku ule ugonjwa utakuua. Ukikuua wengi watasema ilikuwa ni vita, ameenda mbinguni. Au Bwana ipokee nafsi yako, kumbe sio apokee nafsi yake. Huyu mtu alitenda dhambi, akapigwa magonjwa, akafa, wakamchukua na sasa wanamtumia kwenye mambo yao. Lakini kwa mtu aliyeokoka, hata maiti yake mchawi haisogelei. Hata damu yake mchawi hanywi. Amen. Kwa sababu anajua akinywa kinachompata ni kibaya. Damu yako imeambatanishwa na damu ya Yesu. Mavazi yako yameambatanishwa na damu ya Yesu. Mali zako na kila ulichonacho kimeambatanishwa na Yesu. Na ndio maana shetani analalamika kwa Mungu, anamwambia huyo Ayubu anakucha kule, si umemzingira yeye na vyote alivyokuwa navyo. Kwa hiyo sisi na vyote tulivyokuwa navyo tumezingirwa na Yesu. Amen. Vita isikufanye kuona kwamba Mungu amekuacha. Kuna mtu akipitia vita anahisi Mungu amemwacha. Hapana. Kama unajijua uko sahihi kwenye imani, hiyo ni vita ambayo mwisho wake ni baraka na utukufu. Hayo ni mapito ambayo mwisho wake Mungu anaenda kukuinua mpaka wengine wakikuona wanashangaa. Biblia inasema wataulizana, huyu sio mtoto wa Yese? Huyu sio mtoto wa Yusufu? Kwani baba yake na mama yake si tunao hapo kwetu? Imekuwa kuwaje? Ameshukiwa na neema ya kitofauti. Amen. Mimi wakati naanza wokovu nilikuwa peke yangu, familia nzima peke yangu. Hakuna support. Na kipindi hicho niko form 1, mimi ndo niliokoka form 1. Hakuna hata mmoja kwenye familia aliyesema tununulie angalau suruali ya kanisani. Hakuna. Tununulia hata kashati, hakuna. Na hivyo tulikuwa na nguo za kiuni. Sasa zamani nguo imechanika kwenye mapaja, ndio tulikuwa nazo hizo zamani. Kwa hiyo inabidi tuende nazo hivyo hivyo kanisani. Na sio kwamba wazazi pesa hawakuwa nazo.
walikuwa nazo, lakini wamefungwa kifungo cha nafsi, kwamba huyu aliyeokoka tumsonge kwa mazingira mabaya, akose amani, afarakane na Mungu wake. Lakini wale waliokusudiwa na Mungu wasongwe, watakavyosongwa amani haitaondoka kwao. Na ndio maana Biblia inasema wana amani nyingi wanaoitii sheria ya Bwana. Amani iko ndani, hata unapita kwenye vita ya kujeruhi, kwa sababu tayari umeweka kwenye moyo wako sheria ya Bwana. Kwa sasa sisi tumekuwa kwenye mazingira hayo. Mimi nilikuwa nafika mahali nachukua suruali ya mtu mzima ambayo imeshatumika sana mpaka imeanza kuchanika, naenda naibanisha kwenye cherehani, na mimi sio fundi cherehani. Kwa hiyo nikibanisha, nikitoa hapo, ni suruali la ajabu ambalo halitaki kuvaliwa na mtu mwenye akili timamu, lakini hakuna namna. Sasa tunataka kwenda kanisani na hatuna nguo za kuvaa, hatuvai nguo za chanika kwenye mapaja, tutafanya nini? Nabanisha zile nguo, alafu nikibanisha zile nguo ndo naenda nayo kanisani. Sasa huku chini unakuta imechanika huku chini. Kwa hiyo ninachokifanya, naichomekea ndani ya socks. Yaani nilikuwa nikitembea ni kama mgambo fulani hivi anatembea. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ulipofika wakati wa Mungu kuachilia neema, wale watu walionikimbia wakasema huyu bwana ni Freemason. Na isitoshe, yamkini hata baadhi ya ndugu zake ndio amewaua kuwatoa kafara. Kumbe sio, ni neema tu ya Bwana. Biblia inasema baraka ya Bwana utajirisha, wala achanganyi majuto pamoja nayo. Kwa hiyo vita ipo. Malango ya kuzimu kazi yake ni kusonga. Sasa yanapokusonga, hebu jikague kwanza mbele za Mungu. Kwa nini ninasongwa na haya? Biblia inasema wakati wa mabaya ufikiri. Tafakari, kwa nini ninasongwa kwenye eneo fulani? Kwa nini ninapigwa vita kwenye eneo fulani? Ukiona ni vita tu za kiimani, uko sawa na Mungu, una heri. Lakini ukiona hii vita inatokana na masengenyo, au hii vita inatokana na uongo, hii vita inatokana na ugomvi na majirani usiokuwa na maana, tubu haraka ugeuke, kwa sababu shetani hajawahi kumwacha mtu salama. Hawa maagenti wanatupwa kila eneo, mpaka makanisani wanakuwepo. Yes. Ukimwona ni mtumishi mzuri, lakini kumbe ni agent wa kuzimu. Sasa kama huyu mama ambaye nimetoa mfano, anasema Mungu amesema hiyo mimba ni mpango wake, na wakati mimba imepatikana kwenye uzinzi. Kijana mmoja alibuka kwenye kanisa la kiroho, alikuwa ana maono na mafunuo. Mchungaji akamwamini. Alipomwamini, mwisho wa siku ile kijana akamwambia mchungaji, Mungu ameniambia niende na binti fulani milimani kwenye maombi siku 7. Niende naye kanisani, niende naye mlimani kwenye maombi, tufunge, mtupatie mashuka 3 na godoro 1. Nilipokuwa nahadithiwa zile habari, nikesi huyu anafanya mzaa au ni taarifa ya kweli? Nikapewa majina mpaka ya viongozi wa kidini walioenda kusuluhisha hilo swala. Wakaenda. Ni kweli Mungu yupo na anasema na watu wake kanisani. Ni kweli Mungu anafunua mambo kanisani. Lakini sio kila roho inatoka kwa Mungu. Ndio maana maandiko yakasema zijaribuni hizo roho ili muone kwamba zimetoka kwa Mungu au vipi. Maana manabii wa uongo wameshakuwa wengi duniani. Kwa hiyo akaenda na yule binti siku 7. Nikashangaa sana, huyu mchungaji umepataje ujasiri wa kumruhusu? Ameenda naye siku 7, waliporudi akasema Mungu ameniambia nimuoe. Kumbe tayari walishaanza dhambi. Walishaanza dhambi. Unajua kuna baadhi ya vitu unavikimbia. Amen. Baadhi ya vitu, baadhi ya dhambi unazikimbia live. Biblia inasema ikimbieni zinaa. Unaikimbia live. Mtumishi mmoja aliwahi kunikejeli kwenye mitandao ya kijamii. Aliwahi kuniambia, we kaka una maneno ya kidunia sana. Sana. Una kiburi sana. Yule jamaa siku moja nikashangaa, nipigia simu, anasema mtumishi bwana na kifungu. Sasa ikabidi nijipange kumsikiliza. Kifungu gani? Sio niambia na kiburi. Aliambia na maneno ya kidunia. Kifungu gani tena? Anasema mtumishi, mimi nimefungwa na kifungo cha zinaa. Twende kazi. Ilikuwa kwaje? Akasema bwana, huyu ni mshirika wangu, alikuja kunitembelea nyumbani na mimi sasa sina mke, tukakaa ndani. Mshirika wangu wa kike, tukakaa ndani, nikaanza kumhoji naye. Baada ya kumhoji naye nikajikuta nimeanguka. Bwana Yesu atuhurumie sana. Amen. Kuna baadhi ya vitu unakimbia. Yes. Baadhi ya vitu unafanya nini? Nakimbia. Unakimbia.
Na ndio maana tunasema kuna kitu kinaitwa mipaka ya kijinsia. Yes. Lazima kuwe na mipaka kwa lengo la usalama, yes, wa kiroho, lakini pia kwa lengo la usalama wa kimwili. Sasa namalizia kipengele cha mwisho kwenye malango ya kuzimu. Yes. Kwamba yanafanyaje kazi sasa haya malango ya kuzimu? Yanawezaje kumsonga mtu mpaka